Kwa majina anaitwa Matei Pensel Anamboka. Marehemu ni mwanangu, ni mtoto wa kakaangu. Yeye kakaangu ni mtoto wa kwanza katika familia yetu. Ila yeye marehemu pia kwa upande wa kakaangu alikuwa ni mtoto wa kwanza pia. Marehemu alikuwa kidogo anasumbuliwa sana na kifua, lakini na tumbo pia vilikuwa vinamsumbua. Kuna kipindi fulani ilitokea hiyo hali, kama inaweza ikawa kama mwaka au miaka miwili nyuma, tukajaribu tukamuuguza kwa vile ambavyo sisi tulivyoweza, na tunamshukuru Mungu kwa kipindi kile. Baada ya kumuuguza kwa muda mrefu kidogo, ilichukua zaidi ya miezi 6, akawa yuko vizuri. Kwa akawa anaendelea vizuri na hali yake na afya yake ikatengemaa, kwa akarudi katika shughuli zake. Nafikiri shughuli zake zinafahamika, ni huwa anapendaga usanii, ni msanii sana. Alianzaga katika mambo ya dance, lakini huko mwishoni akaingia katika sanaa ya uigizaji. Kwa akawa ana combine vyote kwa pamoja, huko akiwemo katika dance, pia akiwemo katika haya mambo ya sanaa ya uigizaji. Na wakati ameumwa kipindi hicho miezi 6, na alikaa muda gani bila kuugua tena mpaka ikaja kuugua tena kupelekea kifo chake? Ni muda mrefu, naweza nikasema inaweza ikawa zaidi ya miaka miwili ama mitatu, inaweza ikawa zaidi ya miaka hiyo. Baada ya hapo hapa tumepata tena taarifa hii ambayo ya kutokea hichi kifo chake ni ndani ya kama wiki 2 tu, ambao kama kwa sisi kama familia kiukweli kama imetushtusha, kwa sababu ni hali ambayo hatukuitegemea kama itatokea. Alafu na kingine kikubwa kwamba marehemu alikuwa si mtu wa kuwa sana kwa mazingira nyumbani, alikuwa ni mtu ambaye shughuli zake anapozifanyia ndipo huko maisha yake anakuwa huko. Kwa mara nyingi tunawasiliana naye. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingine vinaweza sijajua kama alikuwa anafanya siri kwamba huko ama ilikuwaje, lakini kwamba ni hivyo. Sisi tukopo tunajua katika mazingira kama hivyo, ndani ya wiki 2 zilizotokea ndo tukapata hiyo taarifa, lakini tulijaribu kudadisi baadaye tukapata kidogo taarifa kwamba aliugua ndani, inaweza ikawa kama ndani ya wiki 3 hivi, ila mwenyewe alikuwa anajaribu kujiuguza. Kwa hiyo hali ilivyomzidia basi ndo akarudi katika familia. Ndo hivyo ndani ya hiyo wiki moja baada ya kulazwa amedumu kama siku 3 ama 4 kama sikosei, ndipo umauti ukamkuta. Na vipi marehemu ameacha mke au mtoto, kwa maana kuacha familia yake? Marehemu kwa sisi tunavyofahamu, kwa sababu alikuwa bado kijana, alikuwa hana mtoto, tunaweza tukasemea, ingawa alibahatika kupata mtoto, lakini kwa bahati mbaya mtoto alifariki. Ama kama kuna labda kuna kitu kingine ambacho nje ambao sisi hatukifahamu, ilo hatulifahamu, lakini tupo tayari pia kupokea kama kuna taarifa yoyote nje hapo. Lakini tunachofahamu sisi kwamba marehemu ni kweli alikuwa ana mtoto, lakini alifariki. Kwa hiyo nyakati za mwisho sisi tunazofahamu kwamba marehemu alikuwa anaishi maisha ambayo sisi hatufahamu kama ana mtoto tena. Ukiachana na maisha yale ambayo tunayaona kwenye tamthilia ya Jua Kali, alikuwa ni kijana wa namna gani kwenye maisha ya huku nyumbani kwenu? Sisi tunamshukuru Mungu, alikuwa akiwa nyumbani anakuwa ni mtu mzuri tu. Tupo naye vizuri, tupo naye salama, huwa hanaga shida. Ingawa kidogo alikuwa akitoka anapotea, anaweza akapotea labda hata miezi 3, miezi 6, ama kuna kipindi hata mwaka unaweza usimuone. Muda mwingine mawasiliano yake yenyewe alikuwa mpaka anakupigia yeye, ni hilo tu. Lakini alikuwa akirudi katika familia anakuwa ni mtu safi. Ukimuuliza basi mwenyewe anaelezea tu, bwana, kulingana na shughuli zangu huwa zinanibana muda mwingine nakuwa katika mazingira tofauti. Basi ni hayo tu. Kipindi cha kwanza alikuwa na dance, ndio kazi ambayo alikuwa anaifanya mara kwa mara. Mara baada ya kuanza kumuona kwenye TV, ilikuwaje kwenye familia? Mlipokeaje? Sisi tunamshukuru Mungu, tulipokea vizuri. Manake pia kwanza kabla ya kuonekana huko katika TV, alivyo katika elimu yake kwa bahati naweza nikasemea, kipaji chake kilianza kuonekana kabla hata hajamaliza shule ya msingi. Kipaji chake kilianza kuonekanika hapo. Lakini alivyomaliza tu shule ya msingi marehemu, nafikiri yeye mwenyewe kulingana na alikopa anafili sana katika habari ya dance na kipaji alichokopo nacho. Kwa hiyo hakufanikiwa kuendelea, naamini kulingana na hiyo, kwa sababu alikuwa
kama vile alikuwa anamebezi sana katika swala la kipaji alichokuwa nacho. Kwa muda mwingine ndo kama hivyo, na nakumbuka alikuwa alianza katika vikundi vidogo vidogo hivi kule mtaani kwetu, kuna watu walikuwepo kule mtaani, ndo alianza navyo hivyo katika mazingira ya kama vikundi, yani wao wenyewe kwa wenyewe walikuwa wana dance kwanza majumbani, wana masehemu zao kule nyumbani, sehemu tofauti tofauti za kwenda kufanyia mazoezi. Sisi tulikuwa tunazifahamu, ingawa ilikuwa inatupeni kwamba katika mazingira fulani kwamba alikuwa hahitaji, yani masuala ya kishule, lakini basi ni kipaji chake mwenyewe ameamua kukifuata hivyo. Unajua muda mwingine ni kweli mzazi kama mzazi unaweza ukawa Bennett na mtoto, lakini muda mwingine mtoto anakuwa kama anakutoroka au anaona kama hivi kwa ajili ya kile kipaji anachohisi yeye kina mimi. Nafikiri kufikia hapo basi kama wazazi kama imeshindikanika kumrejesha katika mazingira ya elimu na vitu vingine vya usahihi vya ili maisha yake ya mbeleni akae vizuri zaidi. Ingawa alikuwa na kipaji, tunategemea katika kipaji, lakini kuna vitu vingine vya ziada kama vile elimu na vitu vingine. Tunasikitika tu kwamba elimu ya sekondari kidogo alikosa, lakini kipaji chake kikamuinua. Tunamshukuru Mungu huko mbele alipoendelea kile kipaji kikaonekana. Ninafikiri vile ambavyo alivyokuwa akivitegemea na kuvitarajia wakati yupo shule huko ya msingi, pengine mwenyewe alishaanza kuona manufaa yake. Na leo tumeona wasanii mbalimbali wakiwa wamejitokeza kwa ajili ya kuja kumsindikiza kwenye nyumba yake ya milele. Labda una neno gani kwa wasanii wenzake ambao wamejitokeza kwa wingi? Mimi ninachoweza kusema kwamba ninashukuru kwa hali mapokeo, ingawa ni kitu ambacho kinauma, lakini Mungu mwenyewe ametaka iwe hivyo. Ndivyo Mungu alivyopenda, basi imekuwa. Lakini tunashukuru sana wasanii, tumeona umoja wao, tumeona ushirikiano wao, tumeona vile jinsi walivyopokea msiba na kuwa pamoja nasi tangu taarifa zilivyoanza kusambaa. Tumeona na wao wamekuwa wakijumuika pamoja nasi kwamba kwa kutaka kujua baadhi ya mambo kwamba taratibu zinakuaje na vitu vingine. Tunashukuru Mungu tuliwapa muongozo baadhi ya mambo kabla baada hatujakaa vikao vya kifamilia. Lakini baada ya kukaa vikao vya familia tunamshukuru Mungu pia walijumuika baadhi, tukashirikiana nao katika kupanga baadhi ya vitu, baadhi ya mambo, jinsi msiba namna tutakavyoendesha. Basi tunamshukuru Mungu kama hivi inavyoonekanika. Yote heri, tunawashukuru sana kwa sehemu hiyo ambao wamefanya. Na ratiba za mazishi zikoje na anapumzishwa wapi ndugu yetu? Ratiba za mazishi nafikiri tungeanzia hapa kwa sababu tayari mwili umeshafika, mwili wa marehemu hapa sasa hivi. Kitakachoanzia hapa, ingawa kuna ratiba ilianzia nyuma mambo ya chakula na mwili kuupokea, lakini hapa tulipokuepo kuanzia hivi sasa tuna katikista ambayo ninaamini ameshafika katoa hivi tunavyoongea. Ninaamini ingawa bado sijawasiliana kutengana na haya mahojiano. Baada ya hapa tu ninaamini tutaanza ibada ya mazishi, na tukishamaliza ibada ya mazishi kutakuwa na zile taratibu za hapa na pale kama za kusoma wasifu wa marehemu, labda kama kutakuwa na neno la shukrani na vitu vingine. Alafu baada ya hapo kama kuaga mwili wa marehemu, basi tutaelekea makaburini, na makaburi tunategemea kwa jinsi tulivyo tutafanyia ni makaburi ya wireless ambayo yapo kule Temeke Chang'ombe. Tukumbushe jina lako. Naitwa Matei Laidanus Penseli ama Matei Penseli Anamboka, yote ni sawa. Pole sana. Asante sana.